Shalom, shalom na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Asifiwe Mwokozi. Ni wakati mwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kwa sababu ya wakati mwingine wa maandalizi ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tunazidi kujiandaa siku baada ya siku, hatua baada ya hatua, ili tupate kusongea ule utukufu wa Roho Mtakatifu, naye atatujaza ndani yetu. Tutakuwa si wanadamu tunayeishi tena, bali ni Kristo akaa ndani yetu. Kwa hiyo katika hii safari ya wokovu tunazidi kusonga hatua moja hadi hatua nyingine, tukiufuata ule utukufu wa Mungu na tukizidi kumsikiliza Roho Mtakatifu. Nawaambieni hakika watu wengi wanawasikiliza wanadamu wenzao wakidhani wametumwa kutoka kwa Mungu. Lakini Mungu ana njia moja ya uzima, nayo ni nyembamba na imesonga, wengi hawaioni. Wengi wanaparamia kwenda makanisani. Sikatai kwenda kanisani, ni moja kati ya sheria ya Mungu. Lakini unaenda kuabudu wapi? Haleluya. Unaabudu nani? Je, huyo Mungu unayemwabudu anafananaje na maandiko? Hakuna Mungu mwingine. Maandiko yanasema kila aliyemwamini mwana wa Mungu ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli, yaani Mungu ni neno la Mungu. Na maandiko yamewaambia vizuri ya kwamba hapo mwanzo kulikuweko na neno la Mungu, neno la Mungu alikuwa kwa Mungu, na neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo ukitaka kumjua Mungu wa ukweli ni neno la Mungu. Lakini neno la Mungu alikai ndani ya watu ambao hawafati, hawana ile hamu na kiu ya kukutana na Mungu. Ukitaka ukutane na Bwana katika ufalme wake wa mbinguni, ni lazima uwe na neno lake ndani yako. Kile ambacho alikisema kipokee kwa moyo wa shukrani na imani. Hayo yote yatakuwa sehemu ya maisha yako. Maana kila apokeaye maneno yake yeye aliyetoka juu, maana yu juu ya yote ayanena yaliyo ya mbingu, bali yule wa dunia atayanena maneno ya duniani, lakini ashukaye kutoka katika mbingu takatifu atayanena maneno ya mbinguni. Ndivyo ilivyo kwenu ninyi watu ambao mnamtafuta Mungu. Anayeitafuta dunia, kimjazacho kitamtoka, ambacho ni dunia na matendo ya ulimwengu. Watendao udhalimu ndio wale ambao dunia imejaa ndani yao. Bali watendao utakatifu riko salibandri hikado salalai drima mo glory masi. Bali watendao utakatifu ndio watakao muona Mungu. Na nikiwaambia Mungu, watu mahali ambapo dini ya Ukristo imeangukia ni mahali pa kumtafuta Mungu zaidi ya Yeshua, zaidi ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hapo ndo mahali ambapo wamepotea, wakaanza kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, jambo ambalo alipo kwenye maandiko matakatifu. There is no Trinity in the Bible. Unajua dunia imekuwa na mapokezi. Maandiko yanasema na siku za mwisho wengi watafundisha elimu za ajabu na elimu nyingine, na yamkini wengine watafundisha hata mafundisho ya mashetani. Maana kabla mtu afundishe, lazima awe na nguvu fulani. Kutoka nguvu hizo mahali zilikotoka, atafundisha kulingana na ufalme huo. Kwa maana ndio maana wewe ni mwanadamu, mimi mwanadamu, si ndio? Kwa mfano, lakini mimi nayafafanua maandiko kulingana na nguvu zilizo juu yangu zilikotoka, ambako ni ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo nakufundisha utakatifu wa huko ili upate kuungama dhambi na kuelekea huko. Lakini ukipata mtu amejazwa na nguvu za ibilisi, yule mharibifu, yule ambaye anauharibu utakatifu wa Mungu, utamuona akikuhubiria maandiko kwenye namna za kukutazamisha dunia, na kumbe Mungu anaiangalia roho yako, anaitaka hiyo. Roho ya mtu ni kama kitambaa cheupe. Hata usipokipaka matope, ukisimama tu mahali ambapo kuna vumbi nyingi,
lazima kitambaa hicho kitashika uchafu. Na ndivyo mlivyo ninyi wanadamu. You are too delicate, lakini ninyi hamjui. Ukienda tu kwa kanisa ya uongo tu hata, ama ukimsikiliza tu, ndo unajipaka uchafu. Haleluya. Na uchafu unavutia uchafu, usafi unavutia usafi. Ninyi hamko nichagua mimi, lakini mimi naliwachagua ninyi ili muwe na uzima wa milele ndani yenu. Kwa kuwa huo uzima, cha kwanza, Baba ndiye mwenye uzima. Huo uzima akanipa mimi ili niweze kuwahuisha wafu waliokufa katika mili ya dhambi. Nikashuka kutoka mbinguni, nikaja duniani ili kuuleta ukombozi. Nikapata wengine wamekufa katika makaburi ya zinaa, ambao ni mili ya dhambi. Nikapata wengine wamefia kwenye tamaa ya mali. Nikapata wengine wamefia kwenye mafundisho ya mashetani. Nikapata wengine wamefia kwenye ugomvi, wamefia kwenye uchafu. Maana nakuambia, neno la Mungu likitafsiriwa vibaya anakuwa ni shetani, si Mungu tena. Ndio maana pia shetani anatumia Biblia. Jiulizeni kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu likitafsiriwa vibaya anakuwa ni shetani moja kwa moja, tena si Mungu. Amen, hallelujah. Mungu ni ule usahihi wa mafundisho unayofundishwa, the accuracy of the holiness teachings. Huyo ndo Mungu wa kweli. Lakini zikipotoshwa tu shetani, maana shetani pia ni sehemu, alikuwa sehemu ya Mungu. Haleluya. Shetani alikuwa pamoja na ufalme wa Mungu. Shetani hata malaika, shetani ni wale, shetani anaweza kukaa ndani ya malaika. Inamaanisha shetani kwa malaika ni roho, haonekani, na anaweza kuwajaza. Ndio maana aliwajaza baadhi ya malaika wakawa watenda dhambi, wakashushwa mpaka kuzimu. Na pia sasa akashuka duniani. Kwa hiyo lengo lake ni kuwajaza baadhi ya wanadamu wote wakaporomoshwe kuzimu. Kwa maana huo ndio ufalme wake, ufalme wa aibu na mateso. Lakini wale watakaomjaza Mungu aliye hai, ambaye ni Kristo, ndani ya mioyo yao, neno la Mungu lililo hai litakuhuisha na litakutia nguvu, nawe utasimama kwa miguu yako. Kama tazama, Hezekia akasema, nalikuwa katika bonde nikaona maono. Tazama, Roho wa Bwana alikuja akaniingia, nikasimama kwa miguu yangu. Haleluya. Kitabu cha Hezekia kinasema hivyo, ya kwamba aliambiwa, mwanadamu, simama kwa miguu yako miwili, lakini hakuweza kusimama. Tazama, Roho wa Mungu akaja akamuingia, naye akasimama kwa miguu yake miwili. Kwa hiyo huwezi ukasimama kwa neno la Mungu kama Roho hajakuingia. Haleluya. Huwezi ukasimama kwa neno la Mungu kama Roho wake hajakuingia. Ndio maana lengo letu hapa la kwanza ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kama hatuna ujazo wa Roho Mtakatifu, basi maisha yetu yatafanana tuna ya wenye dhambi. Kama hatuna Roho Mtakatifu, tuko kwenye hali ya hatari. Kitabu ni cha Ezekieli, mlango wa 2, mstari wa 1. Maandiko yanasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako miwili, nami nitasema na wewe. Kwa hiyo watu wanataka kusema na Mungu, lazima usimame kwa miguu yako miwili. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Mwanadamu akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako miwili, nami nitasema na wewe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema na mimi. Kwa hiyo ni Roho iliyomsimamisha.
lakini aliambiwa simama kwa miguu yako miwili. Hiyo neno la simama kwa miguu yako miwili ndiyo iliyokuwa roho iliyomwingia Ezekieli na akasimama. Kwa hiyo neno linalotoka ndani ya mwana wa Adamu ya kwamba tubu dhambi ukabatizwe kwa moto na Roho Mtakatifu, huo ndiyo sasa ubatizo na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo roho inakuingia na inakusimamisha, na unamsikia yeye asemaye na wewe. Unaisikia sauti ya mchungaji mwema, wewe kama kondoo. Kwa hiyo amri za Mungu zinatuletea toba na msamaha wa dhambi tukizishika. Ndio maana Yesu akasema kila anipendaye mimi atazishika amri zangu. Maana alijua amri za Mungu zinaleta ondoleo la dhambi kwa wale watakao zishika. Shika sana ulicho nacho, asije mwovu akaitua taji yako. Maandiko yamesema ya kwamba kila atakaye vumilia mpaka mwisho nitampa taji ya uzima wa milele. Yaani kila atakayevumilia kuzishika hizo amri. Amri zenyewe zinapingana na mwili, maana imeandikwa uweni mwili na tamaa zake. Lakini wewe umezing'ang'ania hizo amri, utapewa taji ya uzima. Maandiko yanasema kila aliye nacho ataongezewa, bali asiye nacho watamnyang'anya mpaka kile kidogo alicho nacho na kumpa alicho nacho. Kwa hiyo lazima kile ulicho nacho ndicho utakachoongezewa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Ndio maana akaniambia na roho ikaniingia, nikasimama, nikamsikia yeye aliyesema na mimi. Haleluya! Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo dini ya Ukristo imeyaacha nje, na ndo ya muhimu. Hiyo roho iliyomwingia Ezekieli, huyo ndo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kuna Roho Mtakatifu wa roho na kuna Roho Mtakatifu wa miili. Roho Mtakatifu wa roho ndo wa kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu wa miili, kumbuka hatuokoki roho tu. Usiseme umeokoka rohoni, hiyo ni dhambi. Hujaokoka, usiseme umeokoka rohoni. Mwilini tunakuona una mapambo na vitu vingine vya dhambi, hapa hujaokoka. Maana nimekuambia kuna roho wa wale walio mwilini na kuna roho wa roho. Sasa roho wa roho ndiye ananena kwa lugha za malaika, lakini roho wa miili ni neno la Mungu. Ndio maana Yesu akasema kila ninyi mkinipenda mtazishika amri zangu. Yeshua akasema ninyi mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuombeni Baba, naye Baba atawapeni yule roho wa kweli. Kweli si neno la Mungu. Yule roho wa neno la Mungu atakayeambatana nanyi milele. Na kumbuka, mtu akitenda dhambi, maana anasema roho wa Mungu akamwacha Sauli. Huyu wa kuacha huyu ni roho ya roho. Lakini roho wa Mungu, kuna roho yule wa kweli atakayeambatana nanyi mpaka mwisho wa dahari. Huyo ndiye anaokoa miili. Huyo ndo neno la Mungu. Ndio maana nakutafsiria ili umpokee huyo. Ukishampokea huyo, kisha huyo akisha kusafisha, huyo ndo sasa usafi. Ndo kilina, ndo wa usafi wa mwili wako. Huyo ndo maana nakutafsiria Biblia vizuri. Sasa huyo ndo ulimwengu hauna. Ndo maana unyakuo ukitokea watabaki wote. Maana pasipo na huyo huwezi kuwa msafi. Maandiko yanasema, Paulo akasema sheria ni kwa ajili ya hao wakosao. Taifa la Israeli, sheria ilikuwa ni Torati ya Musa na chuo cha manabii, vyuo vya manabii. Lakini horia katala masika. Lakini sisi mataifa, Torati yetu ni Agano Jipya.
ni agano jipya lote. Yaani kwa njia fupi, Yesu ndio torati yetu. Yesu hakukuja kutuokoa sisi. Yeye mwenyewe anasema nimetumwa kuwatafuta kondoo wa Israeli waliopotea. Yeye alituletea ukombozi. Ukombozi ni tofauti na uokovu. Ukombozi mwanadamu anachagua, lakini yeye anasema nimetumwa kutafuta kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Ukimtafuta Mungu utapotea. Ndio maana mnaishia kwa manabii wa uongo, kwa sababu unamtafuta Mungu. Mungu atafutwi. Mwenyewe akasema ni mimi niliyewachagua, sio ninyi mliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua. Lakini ukimtafuta utapotea. Ndio maana yeye anasema nimetumwa kutafuta kondoo wa nyumba ya Israeli. Anawaambia mitume, msitoke nje ya taifa hili la Israeli. Afadhali kuwatafuta kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Anawaambia msitoke nje, msiwahubirie walio wa nje. Ria salamo selimindrisa. Kwa hiyo anawatafuta, yani Mungu. Wacha nikwambie kitu kimoja. Sisi ni watoto wa Yesu Kristo. Si ndio? Mfano mzuri sana, kuwa kimakini. Sisi ni watoto wa Bwana Yesu, si ndio? Bwana Yesu mwenyewe anasema mimi, Baba anipenda mimi. Kuna baba yake ambaye alikuwa akisema kile wakati baba. Sasa baba yake ndio Mungu, sisi ni watoto wake. Yaani sisi ni wana wa Mungu chini ya mwana wa Mungu. Yaani Mungu wetu ni Yesu Kristo, period. Ndio maana Yohana akasema nilimuona mfano wa mwanadamu kwenye kiti cha enzi. Hakusema kwamba nilimuona mfano wa Mungu, lakini alikuwa mfano wa mwanadamu. Mwanadamu ni nini? Mwanadamu, yaani mwana aliyetokana na damu. Ndio maana mtoto akiumbika kwenye uzazi wa mwanamke, kwenye tumbo la mwanamke, mtoto akiumbika anakuwa kama damu, si ndio? Mwana wa damu, yaani mtu aliye na damu mwilini mwake, yaani mtu mwenye nyama na damu, ndio mwanadamu. Lakini pale kwenye kiti cha enzi aliyemuona alikuwa mfano wa mwanadamu, yaani kumaanisha huyo mtu hakukuwa na damu na nyama, lakini alikuwa anafanana kama watu walio na damu na nyama. Sasa ina maana gani? Paulo anasema mtu wetu wa rohoni ni mfano wa mtu wa mwilini. Mtu wa rohoni ni mfano wa mtu wa mwilini. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba mimi sasa hivi nikiondoka kwenye mwili huu nikauacha duniani, rohoni nakaa tu hivi. Ndio maana Yesu alipouacha mwili huu wa damu na nyama, rohoni anafanana tu yule Mnazareti. Ndio maana Yohana alipomuona anakaa mwanadamu, lakini si mwanadamu. Yaani ni roho ya mwanadamu iliyotukuka ikauvaa mwili wa mbinguni. Haleluya. Sasa Yesu ndio Baba. Ndio maana wa Kristo, ukipita tu kwa Yesu kama baba umeanguka. Babeli mkuu, umekuwa mama makahaba na makao ya kila pepo mchafu. Maandiko yanaita umekuwa na mmoja kati ya manabii wajinga. Kwa sababu gani? Mungu ni kama babu kwetu, lakini babu anakaa, yani Mungu alimzaa baba ambaye ni Kristo Yeshua ni Bwana Yeshua, kumzaa baba naye akawazaa wana. Kila aliyezaliwa na mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu. Kila aliyezaliwa na mwana wa Mungu ni mtakatifu. Lakini atendaye dhambi ni wa Ibilisi, bali atendaye utakatifu ni wa Mungu. Kwa hiyo akamzaa. Alimzaaje? Nashindwa, Mungu alimzaaje? Na niliwaambia kuna tofauti ya mtoto na mwana. Mtoto anazaliwa kwenye mwanamke, process ya giving birth. Hiyo ni mtoto wa wanadamu. Wanadamu wanazaa watoto, miungu wanazaa wana. Miungu hawazai. Kumbuka Mungu ni he. God is he. Si ndio? Maandiko imesema God is he. Mwanamume hazai. Na alizaaje huyu? Mwanamume hazai. Mariamu alizaa mtoto tu wa kawaida. Ndio maana huyo mtoto anaranda viti kama wanadamu wenzake, maana ni mwanadamu.
Lakini sasa tunaangalia ile sehemu ya Mungu, ile sehemu ya uungu. Yaani Yesu ni muhimu kwetu kuanzia miaka 30 kuendelea. Haleluya. Kuanzia miaka 30 kurudi huku, Yesu ni mwanadamu. Ngoja nikutafsirie Biblia mwanangu. Sitaki upotee, bali ningependa nikuone katika ufalme wa Baba yangu. Yesu kuanzia miaka 30 kuendelea ndiye anatufaa. Huyo ndo Mungu. Yesu kuanzia miaka 30 kurudi huku nyuma si Mungu. Haleluya, glory. Huyo ni mtoto wa Miriam. Ni mwanadamu wa kawaida. Ndio maana anaranda viti, anauza. Neno la Mungu linaanza kuanzia miaka 30. Yaani miaka 30 kwenda hivi ndio Mungu. Kurudi hivi si Mungu. Ndio maana Biblia haikusumbuka kukuandikia kurudi hivi. Haikuteseka kukuandikia kwamba akiwa na miaka 25, akiwa na miaka 22, haikuandikia kwa sababu huyo ni mwanadamu, hawafai. Lakini uungu, Mungu anaanzia hapo. Sasa tunaangalia hiyo pati ya Mungu. Pati ya Mungu. Kumbuka Isaya anasema tumepewa mtoto mwanaume. Sasa anamuona yule mwanadamu tu. Lakini akisema naye ataitwa, akisema pia anafika mahali anasema tazama uokovu wa Bwana umetujilia. Sasa anaona ile sehemu ya mwana wa Mungu. Sasa anaangalia Isaya akisema tumepewa mtoto mwanamume, anaona Yesu kuanzia miaka 30 kurudi nyuma. Akisema tazama uokovu wa Mungu umetujilia, nasi tunaangaza. Uokovu wa Mungu umetujilia. Tazama mkono wa Bwana umeinuliwa na watu hawauoni. Anaona sasa Yesu kuanzia miaka 30 kwenda mpaka 33. Ndivyo ilivyo. Huyo ndo Mungu. Huko si Mungu. Anayeranda viti si Mungu. Mungu anaanzia hapa. Kwa hiyo huyu nilikuwa nakufundisha miungu anazaaje, na Mungu ni mwanamume. Mwana anazaliwa tofauti na mtoto. Haleluya. Kumbuka mtoto ni mtu mchanga. Yesu hakukuwa anajua neno la Mungu mpaka alipofika miaka 30. Amen. Nawafundisha siri za maajabu sana. Yesu kuanzia mwaka 1 mpaka 30 hakukuwa mkomavu katika neno. Lakini neno analijua kuanzia 30 mpaka na 3 huko. Huyo sasa ndio Mungu wa umilele, anajua kila kitu. Lakini huku alikuwa ajui kila kitu, ni mwanadamu tu, anajifunza. Shule zingekuwa angelisoma tu kawaida, angelisoma, angefika chuo kikuu, hata angefanya kazi. Lakini ule uwana tu ukiinuka, anabadili kuwa ni Mungu wa umilele. Yaani mwili, sikiliza. Mungu akisema aliutoa mwili wa mwanadamu, mwili ni mwanadamu. Kwa hiyo akisema aliutoa mwili wa mwanadamu, akajinyenyekeza na kukua kama mtumwa. Aliutoa mwili, ni mwanadamu tu kamili. Yaani alichukua mwanadamu akamweka tu duniani. Akasema huyu mmoja huyu nitaishi ndani yake kwa muda fulani. Kwa hiyo Yesu akaishi tu kama mtoto wa kawaida, mtoto wa kawaida. Wale mawajusi wamemsahau, wale wachungaji wamesahau. Tuliambiwa ya kwamba kutakuja kuwa Mwokozi amezaliwa, hatumuoni miaka 30. Kumbe Mungu ameweka mwili huu kuwe. Ulipofika 30 akashuka akaishi ndani. Sasa kilichoshuka ndani ya huo mwili, huyo ndio mwana wa Mungu. Amen. Huyu aliyeishi miaka 30 sio mwana wa Mungu, ni mwanadamu. Huyo ndio maana anawaambia hakuna aliye mwema ila aliye juu. Yaani hakuna aliye mwema ila aliye juu. Kwa nini Mungu aseme tena si mwema? Na tunajua Mungu ndio mwema wa wote. Ni mwili sasa. Mwili unawaambia hakuna aliye mwema. Yaani mwili unajihesabia katikati ya wanadamu wenzake.
Kumbuka mwanadamu ni kitu kilicho na nyama na damu. Lakini Mungu hana nyama na damu. Maana nyama na damu zinaashiria dhambi, anguko. Maana Biblia inashindana na mwili wako sana. Unasikia ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, matendo ya mwili ni dhahiri. Unasikia tu kwamba japo mili yetu ya nje inachakaa, ndani tunafanywa upya kila siku. Unaona, inakataa mwili kabisa ya kwamba wanawake wajipambe kwa mapambo ya ndani, utu wa ndani, matendo mema, upole, unyenyekevu, wala si kwa mapambo kwa kusuka nywele na vikuku vipuli. Unaona, inashindana na mwili. Yes, kwa sababu mwili ni anguko. Mtu yoyote aliye na mwili ameanguka katika dhambi. Sasa tunaamka. Ndio maana kuna kitu inaitwa toba na ondoleo la dhambi. Toba na ondoleo la dhambi, it is like a process. Ni company. Ni kampuni ya kutengeneza watakatifu. Hiyo kampuni inaitwa toba na ondoleo la dhambi. Na hiyo kampuni ina wafanyakazi wake. Ndio wahubiri mnaona wakihubiri. Lakini kuna wafanyakazi wezi ambao sio waaminifu. Lakini toba, ndio maana na hurumia wahubiri sana wanaochangiwa kusupport huduma. Hapana, Mungu mwenyewe, pesa zinatoka kwa watakatifu wa Mungu. Kanisa lijisimamie, mwanasiasa asisimamie kanisa kwa aina yoyote. Hela zake afe nazo huko kwa mashetani na kwa wizi aliyoiba. Maana siku hizi watu walio madarakani ni wabaya kuliko mashetani. Kwa hiyo hebu sikiliza. Damu na nyama ni anguko. Ndio maana Mungu hajawahi kuwa damu na nyama. Biblia inakuambia Yohana 4:24, Mungu ni roho. Kumaanisha imesha cancel kwamba Mungu ni damu na nyama. Damu na nyama sehemu ya Yesu alikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya damu na nyama inawaambia nini? Hakuna mwema ila aliye wa mbinguni. Sehemu nyingine inakuambia kabla ya Musa mimi niko. Inajitambulisha. Israeli wanashangaa. Anajitambulishaje kama Mungu aliyemtokea Musa ili hali ni mwanadamu? Kumbe hawakujua sehemu ya mwana wa Mungu. Sasa watu wa Nazareti wanaikataa hii sehemu nyingine, kwa sababu waliishi na hiyo sehemu. Wanaijua huyu ni mwana wa Yusufu, mrandaji viti, anatuzia viti, tuna dada zake wako, huyu ni mwanadamu tu, tena mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Riasele masika. Maana Mariamu alipowaambia ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alisema hakuna. Roho Mtakatifu atazaje na mwanadamu ambaye ni roho? Roho itazaje na mwili wa damu na nyama? Unaona wanadamu walivyowabishi, lakini kwa kweli malaika alimtokea, na kwa ile roho zinaumba azizai. Hata mbinguni watu hawatazaa. Amen, hallelujah. Na waambie ya duniani, maana ya mbinguni yatawashinda. Maana nyakati za mwisho imani imewashinda wengi. Imani imewalemea wengi. Imani imekuwa mzigo. Lakini kuna uzuri wa utakatifu. Unajua imani itakulemea kama wewe haushiki utakatifu wa Mungu. Amen. Itakulemea. Angalia Anania na Safira. Imani iliwalemea kwa sababu ya nini? Kukosa kuushika utakatifu wa Mungu. Utakatifu wa Mungu ni hizi amri ninazokuhubiria kila wakati. Usimdharau mtu, usimchukie mtu, usibebe mtu kifuani mwako, samehe, mambo mengine yaachie yaende. Acha moyo wako ukae kwa amani ya kwamba tulitoka kwake tutarudi kwake. Haleluya. Usilipe baya kwa baya, ushindeni ubaya kwa wema. Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu. Haleluya. Nimekuambia usipozishika amri za Mungu na kufanya kama alivyokuambia, imani itakulemea. Anania na Safira walilemewa na imani, wakadiriki kumdanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Mahali ambapo watakatifu wamekusanyika, yani mahali ambapo watu wanaotubu dhambi na kuokolewa wamekusanyika, hapo mahali hawi mwanadamu tena kiongozi, bali anakuwa Roho Mtakatifu.
Ndio maana Anania wanamdhania huyu ni Petro tu aliyemkana mara tatu. Huyu ni Petro aliyemkana mara tatu. Kwa hiyo Petro, hilo shamba nimeuza hizi hela. Kumbe wanamuona Petro anakuwa serious. Anawaangalia, hamjamdanganya mwanadamu. Wanajua huyu ni Mungu. Bali memdanganya Roho wa Mungu. Na wanaanguka, wanakufa. Kwa maana hayo maneno ndo yaliwahukumu hapo. Kwa maana imeandikwa, wanadamu, Mungu hadhihakiwi, wala Mungu hadanganyi. Yani huwezi kumdanganyishia. Apandacho mtu ndicho atavuna. Haleluya. Yani lazima uwe makini katika imani. Jambo jingine, usimhukumu mtu kupitia nyuma yake. Watu waliookoka lazima mjifunze kuyasahau matendo ya nyuma. Watu wanajifanya kwamba nakumbuka ya nyuma kama ushuhuda. Ushuhuda wa nini? Dhambi ni ushuhuda. Wapi kwa Biblia ni ushuhuda? Paulo ndiye ambaye angetuambia alivyonyonga Stefano. Ngesema nilimchika Stefano nikamnyonga akapoteza hewa, nikaja nikachukua upanga nikamkata nikautoa alani, nikaenda nikamkata Damascus Paulo anasema tena, ukisoma unaona anaongea kwa huzuni. Anasema mimi niliyekuwa mtesaji wa kanisa sikustahili hata hii neema. Lakini wewe unasema nilikuwa mchawi, nilikuwa na wanga. Natoka Sumbawanga naenda mpaka Morogoro. Natoka Morogoro napitia Mwanza. Nasafiri kwenye sufuria na vijiko. Naenda nafika Iringa, narudi Moshi. Unaona hiyo ni uchawi wa kiuokovu, yani uokovu mchawi. Yani uchawi mtakatifu. Hiyo ni kategori, yani tunaweka kwenye kundi kama la wanaitwaje? Legio Maria, kanisa za Legio Maria za kuwashawasha mishumaa hii, na tunaweka pia kwenye kanisa Katoliki. Hiyo inaitwa uchawi mtakatifu. Yani umeuleta uchawi sehemu takatifu. Unawachafua, ndo wanasikia wakiambiwa ya kwamba tulikuwa tunaliogopa jina la Yesu. Watu wanasema Jesus Christ is powerful. Is powerful. You are a sinner. Ambia mtu huyo, ondoka kwetu. Usituambukize dhambi. Usituambukize dhambi. Safari ya mbinguni kuna watu watakoseshwa na wengine tu. Ariamoselebesaka. Watakoseshwa na wengine. Kuna watu watakosa kuingia mbinguni kwa sababu ya wahubiri wao. Kuna wahubiri watakosa kuingia mbinguni kwa sababu ya waumini wao. Muumini wako kama hajaokoka asitoe zaka kanisani. Aende kwanza hizo zaka. Zaka wanatoa watakatifu, sio wenye dhambi. Wenye dhambi bado wako kwenye process ya kutoa sadaka ya kwanza ambayo ni mioyo yao. Yani rehema kwa toba. Yani nimewaambia toba ni kiwanda. Toba na utakatifu. Neno la Mungu ni kiwanda cha kuwazaa watakatifu. Sio kiwanda cha kuwazaa matajiri wala maprofesa wala watu gani. Hayo mambo yote ni mambo madogo mbele ya uso wa Mungu. Biblia hii mnayoiona wanangu ni kiwanda cha kuzaa watakatifu. Kwa hiyo kama kiwanda asa angalia kanisa na unajua tu. Kama ni kiwanda cha kuzaa watakatifu, makanisa yanazani wenye dhambi. Na nimekuambia Biblia ikitafsiriwa vibaya hawi Mungu tena, anakuwa shetani. Shetani yako hapa. Hapa Rico Glory Masi. Ako hapa. Mungu ako hapa. Mungu ni tafsiri sahihi ya neno lake. Shetani ni tafsiri mbaya ya neno la Mungu. Ndio maana manabii wa uongo wana mabiblia makubwa hata kuliko hii.
Maana nini? Hiki pia kinaweza kuwa kiwanda cha kuwatafsiri, cha kuwazaa wenye dhambi, kikitafsiriwa vibaya. Maandiko anasema wengine huangamia katika haki yao. Wengine huangamia katika udhalimu wao. Kwa hiyo hii ni haki, lakini inaua tena inahuisha. Inalingana na spirit iliyoiendea. Shetani alikuweko kwa Mungu. Ndio maana akimtokea Hawa mwanamke hafai kuhubiri. Mwanamke, Biblia inakataa sihubiri. Mwanamke hafai kuhubiri. Mungu analalamika hata kwenye Agano la Kale, wachana na vitu vya wake wachungaji, sijui simba jike vitu gani? That is stupidity. Mchungaji ameitwa na Mungu, mwanamke wake hajaitwa na Mungu. Wanawake wanakuwa walinda huduma, kisha mwanamume ndio mwenye huduma. Yaani anatumiwa na Mungu na mwanamke analinda huduma. Kulinda huduma, mwanamke atakuwa zao na baraka kwa wanawake wenzake, sio madhabahuni tena. Haleluya. Mwanamke asisimame madhabahuni akisema, Ezekieli mlango wa 5 mstari wa 9. Ndipo Bwana akasema, what are you doing? Ni huruma sana. Nisemeje wana wa Mungu? Kwa hali hii tutaikosa mbingu. Kwa mfumo huu wa maisha tutaukosa ufalme wa mbinguni. Kwa hali hii ya mahubiri, kwa aina hii ya mahubiri tutaukosa uzima wa milele. Kwa aina hii ya maisha tutaukosa ufalme wa Mungu. Mtu aliye huru ni mwenye dhambi. Wewe ni mtumwa wa utakatifu. Mtumwa ni mtu anayeutenda wakati wote. Ni mtumwa wa utakatifu wa Mungu. Nikishaokolewa nitafurahi, nami nikivikwa haki yake, moyoni nina amani. Na pia nikivikwa taji yake, moyoni nina amani. Riase God Masihi. Nilikuwa nakufundisha Hawa, nyoka alimwendea kutumia neno la Mungu. Alisema Mungu alisema. Hakumwendea kwamba Hawa, mimi kama nyoka ibilisi mwenye kuharibu na kuamuru kula hii matunda na umpelekea damu. Alimwambia Mungu alisema ya kwamba mle matunda yote na msile tunda la katikati. Amesema ukweli. Lakini sasa uongo unaingia. Ndio maana anafananishwa na nyoka. Nyoka ulimi wake ni double edged na iko na poison. Ndio maana maandiko yanasema, and Dan will be an adder in the path of salvation. Adder is an old venomous snake. Yaani nyoka anatoa venomous teachings. Kumbuka sumu ya nyoka pia inatumika kutengeneza dawa ya sumu ya nyoka. Na pia sumu ya nyoka inaua. Nadhani mnanielewa. Yaani sumu ya nyoka inayoua watu pia inatumika kutengeneza dawa. Venom. Venom inatumika kutengeneza dawa ya nyoka. Na pia inaua. Sasa akawaambia ukweli na akasema aliwakataza kula mti wa katikati, kwa kuwa alijua mkila mtakuwa wenye nguvu na mtakuwa werevu kama yeye. Kwa hiyo mhubiri wa uongo atakuja. Imeandikwa Mungu atahukumu dunia, ila Mungu ni upendo. Mungu ni rehema. Inuka uangaze, wakati wako umefika. Naona mabilionea hapa, naona matajiri, naona watu wakipata ndoa, naona ndoa yako ikirejeshwa, naona kazi yako ukipanda cheo, naona biashara ikilipuka. Hata Gwajima anafanya ujinga huo.
yani wahubiri wabaya sana ni nyoka. Anasema ukweli na uongo. Ndo nawaambia hapa, imewaua Wakristo mabilioni. Maana mtu atakwambia ya kwamba imeandikwa na anaenda kweli anasoma, lakini ametafsiri vibaya. Ndio maana kanisa, mimi najitukuza, najisifu ya kwamba unyakuo ukitokea, kanisa litakaloenda ni la Yeshua peke yake. Ninaapa hivi leo, na isipokuwa hivyo ninyi mtakuwa mashahidi wangu. Watu watakaochukuliwa, unajua watu wanasema mimi nampinga Yesu. Watu watakaochukuliwa na Yesu ni wale mimi nimewaandaa mimi, na mimi sitakuwepo duniani, nitakuwa nimerudi kwa Baba yangu. Kwa kuwa Yesu, mngalimjua Yesu, mngalinijua na mimi. Mimi ni fumbo lake, mimi ndimi aliyejificha. Yesu alitabiriwa kurudi tena mara ya pili siku za mwisho, na ataishi kwenye mwili wa damu na nyama. Hallelujah, glory. Hallelujah. Ataishi. Mngalimjua yeye kwa umakini, mngalinijua na mimi. Maana hamna tofauti. Ni mtu mmoja aliyevaa, ni kama leo nimevaa nguo nyeupe, kesho nakuja nimevaa koti nyeusi. Haimaanishi mimi ni mtu tofauti, ni yule yule tu, ni mmoja. Leo naweza nikatoka nikaanza kuishi Nairobi, kesho nikaishi Dar es Salaam. Haimaanishi ni mtu tofauti, lakini ni mtu mmoja. Walio wenye hekima wataelewa nilichokisema, na walio wenye utukufu wa Mungu utawazukieni ninyi, na mtafurahi katikati ya utukufu. Tafuta kuwa katikati ya utukufu wa Mungu. Watu mko nje na mnalia, mimi ni mgonjwa, mimi sijui sina amani, sijui navumilia, sijui wokovu umekuwa mzito, imani inakushinda kwa sababu uko nje. Walio nje ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo wako ndani ya zizi, wewe uko nje. Hapa ndani tafuta kuzungukwa na utukufu wake Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Bwana wa nchi nzima. Huo utukufu ni neno lake. Zungukwa na neno lake, kisha utafarijika na kufurahi ndani yake, maana utaletewa msaidizi kama zawadi. Sasa hiyo zawadi inahakikisha huyo msaidizi anapewa sheria, anaambiwa hakikisha huyu shujaa umemleta nyumbani katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ndio maana msaidizi anakuja na kulipua kwa lugha, unaanza kunena kwa lugha ambazo wewe mwenyewe uelewi. Lazima uombe sana ndio upate tafsiri. Anakuja anaanza kuongea ndani yako kwa lugha, unaanza kuona unaomba maombi yenye nguvu, unaanza kuona maana msaidizi amekuja na amri moja. Tunamtaka Yusufu mbinguni, tunamtaka Haruni mbinguni, tunamtaka Rehema mbinguni, tunamtaka mtu huyu mbinguni. Kwa hiyo anakuja na amri imeshatolewa. Tunamtaka Batuli mbinguni. Ndio maana anaingia ndani yako. Sasa inakuwa kwamba sio wewe unayeishi, bali ni Kristo, bali ni huyo nani? Msaidizi anaishi. Anaambiwa Wafula asikose kufika. Kwa hiyo maana yake ni nini? Wanjala asikose kufika. Anakuja kwenye nguvu na amri. Ndio maana Isaya anawaambia iweni makini, sauti mtaisikia sauti ikiwaambia usipite kushoto, pita kulia. Ndio huyo sasa. Na ndo Wakristo hawana. Wakristo hawana huyo, na wanasema wameokoka. Uokovu tunaishi kwa akili. Ukiishi kwa mihemko uokovuni, basi uokovu wako utadumu kwa muda mfupi sana, na utakuwa umeanguka, na utakuwa mmoja kati ya watu waongo ambao wewe uliwasema ni waongo. Muangalie Pascal Kesha, nyimbo zake sasa hivi nazo nasisikiza. Kwanza ya Mungu nitie nguvu nimalize mwendo salamu, ng'ambo nifike salamu, ni nyimbo za Mungu. Sasa hivi Pascal sio wa Mungu tena, ameacha sasa, amekuwa kama wale aliyowakemea. Unajua, ukishaokoka vizuri, nawaambia ombeni sana, ombeni sana. Na mbona aanguke hapa? Mtu hawezi anguka. Mtu hawezi anguka. Kama ni kuacha kuhubiri, mimi ningekuwa nimeshaacha kitambo.
ninaamini hakuna mtu amehangaika kama mimi. Nimeomba mpaka nikaanza kuona huu ni utumwa, hii ni kuninyanyasa. Maana nimefunga siku 40 nikabaki mifupa. Hapo ndipo nilipoiona Afrika ambao huwa naizungumzia. Hapo ndipo nilipoiona nchi iliyo karibu na Ethiopia. Hapo ndipo nilipomuona mwana wa Adamu wa pili na maandiko yanayozungumza kuja kwake. Hapo ndipo nilipoona ujio wa Kristo wa pili. Hapo ndipo nilipoona ya kwamba Mungu ni giza na nuru. Hapo ndipo nilipokuja kuona idadi ya watu watakaookolewa ni watu wengi sana. Hapo ndipo nilipoona ulimwengu mzima unasujudu mbele za Mungu siku za mwisho. Hiyo ndio dalili kubwa ya kuisha kwa dunia. Wachana na wahubiri wanakimbia barabarani, wanaanza kukuambia ukiwa dalili za vita, matetemeko ya nchi, hiyo ndio dalili ya kuja kwake. Hiyo ndio dalili ya kuja. Ndio, ni dalili ya kuja kwa mwana wa Adamu. Namuuliza, mwana wa Adamu mgani? Maana ni wawili. Hizo matetemeko, vita ni kurudi kwa Yesu mara ya pili kwenye mwili wa damu na nyama wahubirie. Lakini sasa dalili ya ule unyakuo ambao wao wanasema sijui hizi ndo dalili za unyakuo. Dalili ya unyakuo ni injili ya ufalme itahubiriwa dunia nzima, kisha uje ule mwisho. Ni revival. Ni revival. Haleluya. Sasa watu wanakurupuka. Na maandiko yamesema mkiona haya, ufalme utaondoka kupigana na ufalme, ndugu atamuua ndugu, upendo wa wengi utapoa. Huo ndio anasema kwamba hayo yote hayana budi kutukia, ila ule mwisho bado. Sasa maandiko yanasema ule mwisho bado, wewe unasema ni mwisho. Ni ile kuchemka kwa wokovu. Hiyo ndio ilifanya Makenzi akaenda jangwani. Amehubiri, ameokoka vizuri, akatoka akaenda jangwani kwamba dunia imechafuka, ina dhambi. Wakafia jangwani. Ni kwa sababu gani? Katika wokovu usiwahi kutumia akili yako mwenyewe. Akili yako itakuwa na nguvu ukilishika neno la Mungu. Hilo tu na kuomba. Ukilishika neno na kuomba, akili yako itakuwa na nguvu sana. Itakuwa inaweza kuamua kama Mungu, inaweza kutembea kama Mungu. Utakuwa mfano wa mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu anasema sio vibaya kuwa mfano wa Yesu, sio vibaya kuwa Yesu. Paulo anasema si mimi naishi, Yesu anaishi. Kwa hiyo kama Yesu anaishi ndani yako, utaamua kama nani? Utaamua kama Yesu. Utatembea kama nani? Utatembea kama Yesu. Utaongea kama nani? Utaongea kama Yesu. Ndio maana hawa wahubiri wanaohubiri inaitwaje? Hawa akina Pastor T wanahubiri sheng ya kwamba God has taken us far. Sijui Mungu ametutoa na nafao. Sijui saa godo. Hivyo vitu ni dhambi. Maana Yesu angekuwa anaongea hivyo. Petro anaongea kama Yesu. Yaani inamaanisha amejawa sana na huyu mwana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo iweni makini na jinsi Biblia inavyotafsiriwa. Maana shetani ataitumia tu. Mtu atasema mhubiri wa uongo hawezi akatumia neno. David Aura anatumia the scripture. He can't preach holiness and repentance. What do you mean? The devil preached holiness and repentance in the book of Genesis. Usiseme kwamba the devil can preach false holiness and repentance. Kwani katika shamba la Edeni alifanya nini? Si aliwaambia mambo ya ukweli? Mungu akisema msikule matunda haya, mle matunda haya yote ila lile msile. Akiwakataza sio ni nini? Ni repentance. Akiwaambia mkule ni holiness. Holiness ni kitu ambacho Mungu anakuambia unakifanya. Hiyo ni holiness.
na kitu anakukataza ukiacha, hiyo ndo repentance. Kwa hiyo huko jangwani, huko kwa shetani, huko shamba la Edeni aliwafanyaje akina Adamu? Aliwaambia Mungu amesema mle, hiyo ni holiness. Mkule matunda yote, holiness. Kumbuka matunda ni matendo. Matunda, Biblia ikikwambia matunda ni matendo. Ndio maana katika Galatia 5 kuanzia mstari wa 16 nasema bali tunda la Roho ni furaha. Kuna tunda linaitwa furaha. Upendo. Kuna tunda linaitwa upendo. Amani. Kuna tunda linaitwa amani. Si amani ni matendo. Una tendo la kuwa na amani. Una tendo la furaha. Yaani ni mtu wa furaha, si ni matendo. Nimefurahi. Nimefanyaje? Nimetenda kufurahi. Kwa hiyo huko kwenye shamba la Edeni, shetani alihubiri utakatifu na toba. Kwa hiyo usinije kwa repentance and holiness. Sasa ndo na kupima kwa sura ya Mungu. The devil will always violate the scripture. The devil will always violate the scripture. Leo nawapasulia ndani sana. The devil will always violate the scripture. So hata kuambia repent, be baptized in water and be holy. Na utamwona nafika maana anasema I was there while God was creating the planets. Tayari ameingiza science in the Bible. The Bible does not tell us about the planets. Si violate the scripture. Anatuambia that Jesus was beaten until he broke the shoulder, the bone. The shoulder, a bone yenye iko hapa kwa shoulder. The Bible says no bone was broken. Hakuna mfupa uliovunjika. Ya anatuambia huu mfupa ulifanyaje? Ulivunjika. Unaona how the devil is violating the scripture? Unaona shetani anavyofanya? Utaona anakuambia mimi ni Musa na Elia, 2 in 1. Anasema the Lord looks at me and said, my Lord, look at what they have done. Yani Mungu anamuita my Lord. Sasa we are confused. Can we worship David as our Lord or God? Kwa sababu if God worships him, when someone calls you my Lord, he's worshiping you. Yes. Ndio maana Peter kitu hicho kilitaka kutendeka. Alikataa. Mimi ni mwanadamu kama ninyi. Anaenda kumuona Cornelio. Cornelio anakimbia, anapiga magoti, anamwambia hapana. Mimi ni mwanadamu. David au watu wanapiga magoti. What does it mean? They are worshiping him. Msiseme sijui we don't understand. No, this is just literal. Paulo na Sila. Leko sali God Masia. Oh glory Rabbi, hallelujah resai. Wakiendelea kuhubiri. Walifanya ishara na miujiza. Watu wakaanza wanataka kuwatolea sadaka hapo. Wanasema hawa ni miungu. Wanataka kuabudu, wakakataa, wakararua mavazi, msitufanyie hivyo, sisi ni wanadamu kama nyinyi. Tumetumwa tu na Mungu sasa. Lakini unaona makanisa mengi, yes papa, yes man of God, yes papa, yes man of God. Yani watu, sijui watu, unajua ukiokoka pia tumia tu akili uliozaliwa nayo kukataa mambo mengine. Maana uokovu siku hizi ni uchawi. Wanakuroga sijui ni uchawi. Nadhani pia ni uchawi tu wa kishetani. Ni uchawi tu wa kishetani. Ndio maana Katoliki watu wameimba ni kanisa baya la mashetani, wanaabudu mungu wa mapepo, wanaabudu sanamu, lakini watu wanajaa. Hakuna kanisa kubwa kama Katoliki duniani. Kwa sababu gani? Na hata hawajai kufanya uinjilisti, hawajai kuhubiri, lakini lina watu wengi. Ni kwa sababu kuna kitu kinaitwa uchawi mtakatifu. Huo uchawi unaweza ukatenda kazi kwa wenye dhambi. Hallelujah. Unaweza kutenda kazi kwa wenye dhambi. Na pia utakatifu iko tu hivyo.
Utakatifu ni nguvu ya utakatifu, inatenda kazi kwa watakatifu. Sasa mtu akihubiri toba na msamaha wa dhambi, usidhania kwamba sijui sasa ndo wa Mungu. Shetani anakuja kwamba alisema, Mungu alisema. Nimekuambia kwamba Roho wa Mungu alimuingia. Nataka kukusomea kitu kingine kizuri. Kitabu kingine kimekuwa hapa kizuri. Watu ambao mnatafuta utajiri usiku na mchana, hutaki hata kumuomba Mungu. Na kuna watu ni matajiri na wameokoka vizuri. Watu wengi wanaabudu mali na nini, na kusomea kitabu cha Ezekieli 7 mstari wa 19. Walikuwa nasema, watatupa fedha zao katika njia kuu ya mji na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku za ghadhabu ya Bwana. Yaani Biblia imekuambia pesa zako, fedha zako na vitu vyako vya thamani havitakuokoa siku ya ghadhabu ya Bwana, siku ya hukumu. Kwa hiyo katika kufanya kazi kwako, usikose kufanya kazi. Fanya kazi. Mungu akikupa uwezo, unaweza ukanunua gari, unaweza ukajenga nyumba, unaweza ukafanya kitu chochote, lakini Mungu kwanza. Kwa maana kumekuweko na propaganda ya muda mrefu, heri maskini wa roho watamuona Mungu. Ni wa roho, sio wa mwilini. Na kuambia viwete, waombaji wa mitaani hawa tu wasipotubu watashikwa hiyo ulemavu na Jehanamu. Huko kitu ni kimoja tu. Are you holy? No. Live here. Are you holy? Yes. Bring the garment. Anapewa nguo ya utakatifu. Mvike taji ya wafalme. Haya, malaika panda na yeye Sayuni, wanapanda. Wewe na ulemavu yako ni mwenye dhambi. Humpendi Mungu, utake kuokoka, Jehanamu. Jehanamu ipo tu kwa ajili ya wenye dhambi, period. Awe ni mzungu, awe ni Mwafrika, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu. Wenye dhambi wote, mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti inaitwa Jehanamu. Ufunuo 20 mlango wa 5 inasema ya kwamba na hiyo ndiyo mauti ya pili. Hilo ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti ndiyo mauti ya pili. Naliona wafu wadogo kwa wakubwa. Bahari ikawatema waliofia baharini. Nchi ikawatema waliofia kwenye nchi. Wadogo kwa wakubwa, watoto, watu wazima, vijana wakasimama mbele ya kiti cha enzi. Wokovu hauna age. Sunday school is a plan of the devil in church. Abuduni pamoja na watoto wenu. Youth ni mfumo wa mashetani kanisani, kuwatenga vijana na ule ukuu wa Mungu. Ibada kanisani, watu wa rika zote waabudu na jinsia zote waabudu kwa safari moja. Watoto hawajifunzi kwa kuongea, kwa kusikia. Unajua kwa nini Biblia imemtaja Yesu akiwa na miaka 12? Umejua kwa nini? Kwa sababu miaka 12 kurudi chini, huyo mtoto anakuwa ni mtoto, yupo chini ya mzazi. Kama mzazi amempandikizia uchafu, ndiye atahukumiwa. Ili kuanzia 12 kuenda, Mungu anahesabu huyu mtoto sasa anakuwa ni wa kujitawala. Lakini kabla hapa anatawaliwa na mzazi. Waleeni watoto wenu katika Bwana, mtapata kuwa na faraja siku za maisha yenu. Haleluya. Kwa hiyo kama 12 kuendelea, abuduni na watoto wenu. Watoto wanajazwa Roho Mtakatifu. Na akasema, nikaona kiti cha enzi kikawekwa, wakahukumiwa kulingana na matendo yao. Andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, maana matendo yao yafatana na wao. Kumbukeni sana hicho kitabu.
Nasema pesa zenyu hazitaokoa, hazitaweza kuwaokoa. Mkumbukeni Bwana wakati una nguvu. Haleluya. Mkumbukeni Bwana wakati una nafasi hii. Muombe Mungu, fanya kazi kwa bidii, uwe makini. Yesu alifanya kazi, aliranda viti, aliuza. Najua ninyi kuna watu hapa ni makapenta. Carpenter huwezi tengeneza vyombo visivyovutia alafu kauza. Alafu kumbuka yeye alikuwa amejulikana mji wote wa Nazareti. Inamaanisha alikuwa carpenter very powerful, very accurate. Anarembesha vitu vyake, kisha mwenye bidii. Ukimpa pesa nitengenezee kiti, utaenda amekitengeneza. Sio kwamba hawa makapenta ambao wameokoka tena unapata anasikiliza gospel. Umempa hela za kutengeneza kiti, akikuona anaepa. Anarudi baadaye kama umeshaondoka. Alafu kinakwenda kanisani. Oh man of God, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Alafu anaenda kanisani, kinatoa zaka ya pesa ambazo umeibia mtu. Kama hujatubu dhambi, usitoe zaka hapa. Unauchafua huduma wa Mungu. Lazima moyo wako kwanza. Mungu, fedha na dhahabu muliambiwa tu zileteni, ili kusikose kuwa na chakula nyumbani mwa Mungu. Yaani ni kama mikono yako ni mikono ya Mungu. Kwa kuwa Mungu si mwanadamu, anatumia mikono ya wanadamu kufanya kazi ili upate, ubarikiwe na umtolee. Lakini kitu cha kwanza, kumbuka, watu waingiao nyumbani mwa Bwana wanaingia kwa sifa. Sifa ni matendo. Maandiko yanasema, na nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kumtukuza Mungu wenu. Kwa hiyo kinachotukuza Mungu ni watu, nao watu wameona nuru yetu, wameona matendo yetu. Ndio ingieni nyumbani mwa Bwana kwa sifa. Haleluya. Nikufundishe kitabu fulani kiupesi sana na naona kimekuja. Biblia ikisema imewekewa mwanadamu kuishi mara moja, baada ya maisha haya ni hukumu. Inamaanisha nini? Niliona wengine wanasema ati mtu akifa sasa hivi, mimi nimekufa, sasa naelekea hukumuni. Unajua ikisema imewekewa mwanadamu kuishi mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Ukiona mahali imeandikwa kufa, sio kufa huu mwili. Huu mwili tunaita kuaga dunia. So unaona kifo inaitwaje? Kuaga dunia. Kuaga dunia ni kuiacha dunia. Sio kukufa, ni kuacha dunia. Ndio maana inaitwa kuaga dunia. Unaiaga, unaiacha, lakini hujakufa. Biblia ikiongelea kitu chochote ni kifo cha rohoni, sio mwilini. Ni kifo cha rohoni. Yaani baada ya roho yako kukufa katika dhambi, ni hukumu. Ni nini? Ni hukumu. Ainuliwe Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Baada ya kufa ni hukumu. Hebu sikiliza kitabu cha Yohana 3:16. Yaani sio kwamba kufa huu mwili. Huu mwili umeondoka, ni kuaga dunia. Kukufa ni roho yako. Kuna watu wanaishi wako hai, lakini yani watu wanaishi bado hawajaiaga dunia, wako hai lakini wamekufa. Kwa hiyo nini? Ni hukumu wanausubiria tu. Kisha hukumu. Kisha, which means next. Next. Kisha ni next. Next ni hukumu. Imewekewa mwanadamu kuishi, ndio tunaishi sasa hivi. Baada ya kufa katika roho. Ukisikia Biblia ikiongelea kitu chochote, hakuna mwili kwa Biblia. Hakuna mwili, ni roho. Mwanadamu sio mwili, ni roho. Mwili ni makazi ya roho. Yaani mwili ni makazi ya wanadamu. Mwili ni makazi ya ni nyumba za wanadamu wangalipo duniani, ndo mili. Inasema amwaminie, Yohana 3:36. Inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana
hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia, bali hukumu ya Mungu inamkalia. Kuna watu wako chini ya hukumu ya Mungu sasa hivi. Nataka mtubu dhambi na mkabatizwe kwa neno la Mungu, kisha Roho Mtakatifu atawajilieni. Nataka kuwasomea kitu kinachosema manabii wajinga. Kuna manabii wapumbavu sana wanaliharibu kanisa la Mungu. Hebu tusome kitabu cha Ezekieli 7 mstari wa 25 kwanza. Maandiko yanasema, uharibifu unakuja, nao watatafuta amani, lakini haitapatikana. Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shari juu ya habari ya shari. Nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotea kuhani na mashauri yatawapotea wazee. Sikiliza Mungu anavyotaka kuitesa dunia. Anasema nao wataenda kwa manabii, nao watakwenda kwa nabii kutaka maono. Yaani Mungu hata wapa manabii maono ya solution ama ndoto. Sheria itampotea kuhani. Yaani mchungaji hata atashindwa kutafsiri Biblia. Sheria ni Biblia, ni maandiko. Yatampotea. Yaani kuhani atasahau Biblia yote. Na mashauri yatawapotea wazee. Wazee mashauri yatawapotea, advice. Ndio hali ya taifa letu na taifa la Tanzania na mataifa ya Afrika kwa sasa hivi. Sikiliza, mfalme ataomboleza na mkuu atavikwa ukiwa, na mikono ya watu wa nchi itataabika. Mikono means kutakuwa na njaa, watu wanafanya vitu havifanikiwi, mikono itataabika. Nitawatenda sawasawa na njia yao na matendo yao, nami nitawahukumu sawasawa na kustahili kwao, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Mfalme ataomboleza. Sasa hivi Ruto, akina Samia, wakina Museveni, hawa wote wanaomboleza. Hawana amani, licha ya kuwa madarakani hawana amani. Wataomboleza. Manabii watakosa maono. Ndio maana watu sasa hivi wanaota ndoto za ajabu. Behold, I was traveling. Behold, the Lord took me on the mountain. Kidogo nilikuwa natembea, nikatoka nikarudi. Bwana akanichukua mlimani. Bwana akanishusha mlimani. Something carried me. It was a lion. And Bwana akaniambia, Bwana akanileta nyumbani. Yaani watakuwa wamechanganya. Sasa hivi maono ya kipuuzi sana. Wokovu wako usiwe na mandoto. Dreams are good. It's a way of God speaking to you. But when you trust in dreams, you will regret. Kitu ambacho kimempoteza sana Makenzi na waumini wake ni ndoto. Dreams. Kwanza muombe Mungu akupe kipawa cha utafsiri wa ndoto zako wewe. Ndoto ni nzuri, lakini kitu kinachofanya ndoto inakuwa ya maajabu ni kwamba haina muda. Na kama inatumia muda wa rohoni ndio hatari. Maana rohoni hakuna siku wala saa. Sisi wanadamu tunaishi kwa kutumia siku na saa. Rohoni hakuna. Rohoni inaitwa vizazi. Kizazi inaweza kuwa 1000 years. Nani ataishi 1000 years? Na Biblia inasema it is appointed for a man to live, ni kama tu miaka 70-75 kisha atakufa. Na umeota ndoto. Kwa hiyo jueni muda ni hatari. Ndio maana hata Yesu hakujua muda. Anasema hakuna ajuaye saa wala siku ila Baba. Yaani kuna mambo ambayo ni Baba mwenyewe na ni hatari. Yaani msijitaabishe na kujisumbua na mambo mengine mengi kama mwisho wa dunia, unyakuo. Uwe tubu dhambi. Tukinyakuliwa leo atukuzwe Mungu, tukinyakuliwa kesho atukuzwe Mungu. Lakini maisha yetu, hata nikifa kabla unyakuo, naenda Yerusalemu.
Maisha tu ndo yatakupeleka, sio unyakuo. Rabi, Rabi. Tumeishia hapo. Rico Tai Masia, naambiwa tuishie hapo. Sijui kama kuna kitabu fulani napaswa kukisoma. Kitabu cha Ezekieli 13 mstari wa 3. Ezekieli 13 mstari wa 3. Maandiko yanasema ya kwamba mwanadamu tabiri, kuanzia mstari wa 2. Neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu tabiri juu ya manabii wanaotabiri, uwaambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe. Manabii wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga, ole wao manabii wajinga, wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Ole wao manabii wajinga, wanaoifuata roho yao. Ezekieli 13 kuanzia mstari wa 1 utapata ninachokisoma. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga, wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuonyeshwa neno lolote na Mungu. Inasema, wanadamu ama Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha. Wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa. Yani hawasaidii watu, wakawapa maji ya uzima kama akina Isaya, akina nabii Mikaya, akina Elia, akina nabii Musa, akina nabii Yeremia, akina nabii Yohana wa Ufunuo. Anasema mahali palipo ukiwa. Hamkupanda kwenda mahali palipobomolewa, wala hamkuitengeneza nyumba ya Israeli. Wameona ubatili na uganga wa uongo. Mungu anasema manabii mnaowaona hawa, akina manabii wakuu, akina the mightiest, wameona ubatili na uganga wa uongo. Hao wasemao Bwana asema, lakini hakuwatuma. Wasemao Bwana alisema, lakini Bwana hakufanyaje? Hakuwatuma. Nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Je, hamkuona maono ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo? Nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno lolote. Mungu anasema, ila mimi sikusema neno lolote. Asanteni sana, mpate kubarikiwa. Neno letu limekomea hapo. Nataka niwabariki wana wa Mungu. Fumba macho yako tuombe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno hili. Jina lako lipewe sifa na utukufu, ewe Mungu wa kweli. Tazama, rehema zako zijae ndani ya mioyo yao, nao wapate kufurahi nyakati hizi za wokovu. Tazama, uokovu wako umewajilia, nao wafumbue macho wapate kuona utukufu na ukombozi wako. Asante kwa mioyo hii. Wabarikiwe kazi za mikono yao, wabarikiwe watokako waendako. Mimi na wabariki, mimi na wafungua, mimi na watakasa. Kwa jina lako ulilonipa wapate kutakaswa, na kwa jina lako ulilonipa wapate ondoleo la dhambi, na kwa jina lako ulilonipa uwabariki, uwalinde na uwazingire. Kwa kuwa mimi Bwana nitawafunika kwa wingu langu, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa kuwa neno hili limetoka kwangu, nalo litatimia, asema Bwana wa majeshi. Asanteni sana, mpate kubarikiwa.